السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وعلى رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الهداية والوفاء. أما بعد, tunawakaribisha tena kwa moyo mkunjufu katika video zetu zinazozungumzia asrari za Qur'an, asrari za dua tofauti ambazo zimethubutu kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, vile vile zimefanywa kazi na maulama wetu na wakaona natija kubwa kabisa katika kuzifanyia kazi hizi faida. Bila shaka ni faida ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwafikia tuwe nazo kwa ajili tufaidike sisi katika maisha yetu. Na katika video hii insha Allahu ta'ala tutazungumzia siri miongoni mwa siri za sura ambazo lao wazisoma kwa idadi ambayo kwamba inayotakiwa na wakati munasib, basi insha Allahu ta'ala Mola tabaraka wa ta'ala atakufungulia milango ya kheri, atakupatia ukwasi, atakupatia uwezo wa kifedha, vile vile atakutumia mtu ambaye atakuwa ni sababu ya wewe kufungukiwa katika maisha yako. Na kabla ya kuanza kuelezea video hii insha Allahu ta'ala, basi hatuna budi mwanzo kutanguliza hadia na zawadi kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumswalia yeye kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala. Bila shaka tunajijua hali zetu katika maisha yetu. Wengi wetu tunahangaika katika maisha yetu kutafuta riziki, tunajipata ya kwamba kile ambacho kwamba kile tunachokipata hakitutoshi katika maisha yetu, tunasononeka katika mioyo yetu, tunahangaika katika maisha yetu. Wakaifala, na Mola subhanahu wa ta'ala ametuwekea siri ndani mwa Qur'ani, na siri hizi ni kwa yule ambaye kwamba yeye ni mwenye kuzingatia, ni mwenye kufanya utafiti na akafahamu, na Mola subhanahu wa ta'ala akampa taufiki ya kuweza kuyatumia yale ambayo kama yamo ndani mwa Qur'ani, na vile vile akampa taufiki ya kuweza kufaidika na yale ambayo kwamba ameyapata na ameyafunza ndani ya Qur'ani. Bila shaka tunajua kwamba Qur'ani ni kitabu ambacho kwamba kimekusanya mengi, kimekusanya faida kubwa kwa ajili ya manfaa na maslaha ya mwanadamu. Qur'ani imeteremshwa kwa ajili ya manfaa yetu, kwa ajili ya maslaha yetu. Wakaifala, tusitumie hii Qur'ani tukafaidika nayo katika maisha yetu. Bila shaka mwenye kushikamana na Qur'ani na mwenye kutumia Qur'ani ndio wasila ya mafanikio katika maisha yake, basi Allah subhanahu wa ta'ala hamwachi. Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kuwa na yeye na ni mwenye kumtekelezea haja zake kwa uwezo wake Mola subhanahu wa ta'ala. Ili tuweze kufaidika na yale ambayo kwamba nimekusudia katika video hii, ili Mola subhanahu wa ta'ala sote aturuzuku uwezo, atupe uwezo wa kifedha, tuwe ni wenye kujitosheleza, tusiwe ni wenye kuwahitajia wengine katika maisha yetu, kwa sababu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia yule ambaye kwamba yeye atakuwa ni mwenye kuomba kila wakati, ni mwenye kuwadhalilikia watu kila wakati, basi atakuja siku ya Kiyama bila ya nyama katika uso wake. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtu akiomba huwa anapungua sehemu ya haya katika uso wake, so atakuwa tayari yeye ameondosha haya zote katika uso wake. Ndio maana atafufuliwa akiwa hana hata kinufu kimoja cha nyama katika uso wake. Kwa hivyo tuweze kufaidika na faida hii kwa kupitia utaratibu huu ambao kwamba ni rahisi sana lau tutautumia. Na kwanza kabisa
bila shaka usisahau mwanzo, kabla ya yote utie nia yako, kisha utenge wakati wako munasib, wakati mzuri, iwe ni wakati wa usiku, iwe ni wakati wa mchana, wakati ambao kwamba wewe mwenyewe ni nafasi yako, na vile vile unajua kwamba wakati huu ni wakati una baraka. Halafu uswali raka mbili za haja, utangulize raka mbili za haja, kwa sababu sisi tunahitaji msaada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasta'inu bisabri wassala. Mola subhanahu wa ta'ala atuambia kwamba tutake msaada kwake yeye kupitia kwa kusubiri na vile vile kwa kuswali. Kwa hivyo uswali raka mbili za haja, na sura ambazo kwamba ni maafur ama zimethubutu katika kuomba unapokuwa katika swala, ukiwa una haja, basi sura zenyewe baada ya suratul Fatiha utasoma suratul Kafirun, na vile vile raka ya pili baada ya suratul Fatiha utasoma suratul Ikhlas. Ukimaliza kusali raka mbili za haja, basi utasoma suratul Fatiha, mara 364, kisha vile vile utasoma suratul Ikhlas, yani kul huwallahu ahad, idadi hiyo hiyo mara 364. Vile vile utamswalia Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama kwa sigha yoyote ambayo kwamba itakuwa ni sahali kwako, iwe ni sigha ya kawaida, mfano utasema Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ama utasoma kutumia ile sigha ya sala ya al-Ibrahimia ambayo kwamba ni maarufu, na vile vile utamswalia Bwana Mtume sallam mara 364, na utafanya haya kwa muda wa siku 7. Utakariri hii njia kwa muda wa siku 7, yani utaswali raka mbili za haja, vile vile ukishamaliza unasoma suratul Fatiha mara 364, utasoma suratul Ikhlas mara 364, utamswalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mara 364. Utafanya siku ya kwanza, utafanya siku ya pili, utafanya siku ya tatu mpaka siku ya 7. Basi insha Allahu taala haitokamilika siku ya 7 au siku ya 7, Mola subhanahu wa ta'ala atamtuma mtu ambaye hutamjua yeye ni malaika ama ni binadamu wa kawaida, lakini Mola subhanahu wa ta'ala atamtuma mtu kwako na kitu ambacho kwamba kitakusaidia wewe, itakuwa ndio sababu ya ufunguzi kwako, iwe ni pesa, iwe ni kitu cha thamani mfano wa dhahabu na kadhalika. Almuhimu ni kwamba Mola subhanahu wa ta'ala atamtuma mtu awe ni mwenye kukuletea wewe kitu ambacho kwamba kupitia kwa kitu hicho, basi itakuwa ndio ufunguzi wa maisha yako, ndio ufunguzi wa mafanikio, ndio ufunguo wa mafanikio katika maisha yako, ndio itakuwa sasa ndio mwanzo wa mafanikio, ndio mwanzo Mola subhanahu wa ta'ala kukujalia utajiri, kukupatia uwezo wa kifedha kwa uwezo wake Mola subhanahu wa ta'ala. Na ikiwa wewe mfano wewe unafanya biashara, basi atakujia hapo ulipo katika biashara yako na atakupatia kitu ambacho kwamba itakuwa ndio sababu ya mafanikio katika biashara yako na kuzidi na kubarikiwa katika biashara yako. Kwa hivyo katika hali yoyote Mola subhanahu wa ta'ala atauleta mtu na kitu ambacho kwamba itakuwa ndiyo sababu ya mafanikio katika maisha yako. Kwa hivyo hii ni faida adhimu kabisa, tuifanyie kazi insha Allahu ta'ala, basi tutaona natija yake kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala.
Mola tabaraka wa taala atuwafikie kila la kheri na shari zote, atuepushie Mola subhanahu wa taala, atufungulie milango ya kheri, atupe uwezo katika maisha yetu, tusiwe ni wenye kumtegemea mtu mwingine yoyote, tuwe tu ni wenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Na vile vile Mola subhanahu wa ta'ala akituruzuku uwezo, basi tutumie katika njia ya kheri, katika njia ambazo kwamba zitakuwa ni zenye kumridhisha Mola subhanahu wa ta'ala. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدوم katika afya, katika khairi insha Allah taala.